Vipi ule mpango? Unaenda kama tulivyopanga? Najitahidi. Nipeni muda lakini. Lakini nini? Kila kitu kina wakati wake. Haiwezekani kila siku tu tunaongelea habari za mizimu. Mwaka unaanza, mwaka unaisha. Jua linachomoza, jua linazama, tunaongelea habari za mizimu. Baba, watu wameshatoka huko. Hizo zama zishapitwa na wakati. Mimi binafsi siwezi kusupport hizo mambo za mizimu. Siwezi na sitoweza. Mariam, mpaka sasa unatucheleshia kafara. Unajua kabisa sisi tunahitaji kafara. Una maana gani kufanya hivyo? Amina, naelewa kama anahitajika kutoa kafara, ila nashindwa kuelewa kwa nini mdogo wangu amekuwa mgumu. Kiukweli mimi sipo sawa kabisa. Kuna vitu ambavyo ninapitia, ninaona mauzauza kibao, hasa mazingira ya nyumbani. Hapa kweli. Ni kweli kabisa. Kijiji chetu kinapitia kipindi kigumu sana, na hii yote ni baada ya Mariamu mikoba kumkataa. Badala yake ikamkubali mdogo wake. Haya, wakuu wa eneo hii, tumekuja kwenu hapa, tunaomba mtusaidie. Mnaomba mimi mnisaidie na mtusaidie wote humu. Kijiji chetu chote hiki kimekumbwa na vitu vya ajabu. Tapata tabu sana. Sisi hatuwezi kuwasaidia, ila inabidi tuwe kafara. Kafara ni nani huyo ambayo tena natakiwa mimi nimtoe wakati tayari nimeshamtoa mke wangu? Mtoto wako tena inabidi ufanye hivyo kabla wewe hujafa. Oliva, naona umetulia kidogo. Ndiyo, lakini katika wakati mgumu ninaopitia ni huu. Ninapitia katika kipindi kigumu sana wakati huu. Pole sana, ila kuna kitu nataka nikwambie Oliva. Unajua dada yako alikabidhiwa mikoba na mikoba ikaenda kamkataa na ukakabidhiwa wewe. Kwa nini sasa na wewe uifanyii kazi? Ni kweli nilizani nitamkubali dada, lakini nilimkataa na wakanipa mimi, na kitu ambacho sitaki kukitumia wala kukisikia ni mikoba, kwa sababu nina mipango yangu ya kuendelea na masomo yangu. Basi sawa Oliva, ila mimi ngoja nikuache, ila umepewa mikoba ili uwe mkombozi wa wanakijiji. Mimi naona cha umuhimu uifanyie kazi ili mikoba ije kukubali.
Salma. Samahani na maongezi nawe kidogo. Salma, naomba nikutoe dakika moja. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema, samahani, naweza nitakupotezea muda wako au nitakuchelewesha. Nitaka tu kujua kuhusu ile swala langu ambalo tayari nimekwisha kuongea na wewe. Nitakujua umefikia wapi. Mizozo, kuhusu ile swala lako, naomba nipe muda nitakujibu. Salma, najua. Nataka tu nikwambie kitu, nakupenda. Yaani kutoka ndani ya moyo wangu, Salma, nakupenda. And I want to tell something. Mimi nimeacha pombe kwa ajili yako. Hata baba yangu mzazi mwenyewe hajui kama nimeacha pombe kwa sababu yako. Wewe ni mwanamke ambaye nahisi unaweza ukabadilisha taswira nzima ya maisha yangu. Salma, nataka uelewe. Nakupenda. Kwani shida nini? Shida sijibu. Si nimekwambia nitakujibu. Au subiri nitakujibu. Salma. Ndo unaondoka? Subiri basi hata mara moja. Moyo umeumbwa kwa kupenda, kivutiacho mbele yake. Moyo na macho yameumbwa kwa kuona, kipendezacho mbele yake. Macho akili ameiteka na natabika, natamani ajue hata yule ninayemtuma akueleze, kanisaliti kakuiba. Natamani niweze kusema hisia zangu juu yako, ila nashindwa. Mizo, mizo, mizo we. Mizo, mizo, mizo we. Mizozo, mizo we. Mizozo, mizozo. Mizo, mizo, mizo we. Mizo, mizo. Sun Editor Production tunashuti sherehe mbalimbali ikiwa yenye kiwango cha HD kwa bei poa. Popote ulipo tutakufikia. Cha kufanya tupigie namba 0745890286 au 0684194033. Mteja kwetu ni mfalme. Dada, habari za saizi? Salama. Niambie. Naona una mazoea sana ya kuja hapa, si ndio? Mna dada yangu, nimekuja kumsalimia Oliva. Sasa ni hivi.
iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Nadhani tumeelewana. Sasa kwa nini dadangu? Oliva ni rafiki yangu, nakuja tu kumsalimia na kupita. Ni hayo tu. Potea. Kwani kuna ubaya dada? Potea. Baba, nimeenda kimbizwa na nyoka mkubwa. Pole sana mwanangu. Hiyo yote ni mitihani, lakini itaisha tu. Mambo yatakuwa sawa. Baba, inabidi ufanye jambo, maana na kijiji hapo kijana anakufa. Na wewe ndio kiongozi wa hapa. Habari za hapa? Nzuri. Habari za huko utokako? Hebu chukua cha kukalia hapo uje ukae. Habari za huko utokako? Habari za huko nitokako mzee Shabani, si salama kabisa. Ndio maana nimeweza kufika hapa kwako, kwa sababu kule nyumbani nimekuwa sina amani, napitia mauzauza ya kila aina, iwe mchana iwe usiku. Sikai kwa amani, sikai nikatulia, siwezi kula nikashiba. Yaani sasa hivi nimekuwa ni mtu basi, sielewi kabisa. Mauzauza hayawezi kuisha kwako mpaka hatima yako uitekeleze. Unamaanisha nini kusema mimi ndo hatima? Unajua dada yako, baada mikoba ya wazazi wenu kumkataa, badala yake imekuchagua wewe. Mimi nishasema siwezi kupokea mikoba ya uganga, lakini nashangaa bado mnanifuatilia. Hiyo ni hatima yako mwenyewe, pamoja na kuikomboa ardhi yetu, kukikomboa kijiji chetu. Maana bila kukubali mikoba, kila mmoja atakufa.
Unajifanya sana unajua kusaidia watu. Sasa leo ndo mwisho wako.